Okay. Tuje katika habari za kimichezo kwa hivi sasa. Jambo ambalo lipo mbele yetu ni kuhusiana na mechi Mzizima Dabi ambayo ipo katika visiwani Zanzibar. Simba dhidi ya Azam FC wanakutana kwa mara nyingine tena baada ya kukutana katika ligi kuu na Azam FC kuweza kuondoka na alama 3. Kesho talanta zako nazitupa kwa nani? Unaona nani ambaye anaweza kaondoka na ushindi huu katika nusu finali ya Mapinduzi Cup 2026? Of course ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, ila Azam FC ana nafasi kubwa zaidi ya kushinda mechi kuliko Simba kwa sababu ya ubora ambao Azam FC wanao, lakini pia hata ukiangalia squad ya Azam ambayo iko Zanzibar pale ni nzuri. Simba wanakosa baadhi ya wachezaji ambao wanaenda kwenye michuano ya AFCON, ambao directly ambao walienda moja kwa moja kwenye mashindano, ukiacha wale ambao wamepewa likizo ni wachezaji 7 ambao walienda AFCON. Unajisikia kama kesho watakuwepo ama hawatakuwepo, lakini kwa wachezaji ambao walikuwepo na Taifa Stars kesho hawezi kuwepo kwa sababu na wanafikiri kesho ndo wanarudi kutoka Misri. Kwa kwa ngumu sana wanakuja hapa, na wakija pia wamealikwa kupata chakula cha mchana na rais kama sikosei. Yes, mpaka wamalize kwenda Zanzibar itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo Simba itaathirika zaidi kwa kukosa wachezaji wake wengi ambao ni wazuri. Steven Dese Mukwala na Uganda walitoka tangu group stage. Inawezekana akawa tayari ameshafika Zanzibar, inawezekana. Lakini Jonathan Soa yupo. Ingawa ukiangalia Simba inavyocheza, Simba haivutii. Yaani haikushawishi kwamba kuna kitu wanaweza kukifanya kwenye mechi kubwa zidi kama ya Azam FC. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu sana kwa Simba, lakini mechi ambayo inawezekana ikawa nyepesi sana kwa Azam FC kutokana na ubora wa Azam FC wanao. Na mbaya zaidi ni kwamba mechi ya mwisho ya ligi Simba walifungwa na Azam FC. Sio? Walifungwa na Azam FC. Kwa hiyo wanaenda kwenye hii mechi wakiwa tayari wametoka kufungwa na Azam FC, kwenye mchezo wa mwisho wanakutana. Ina maana ile inaweza kuwa ni muendelezo mzuri kwa Simba kuendelea kufanya vizuri zaidi. Inaweza kuwa ni nafasi nzuri kwa Azam kuendelea kufanya vizuri zaidi mbele ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tusubiri tuende kasiza kwaje, lakini kwa namna ambayo mimi mechi naitazama, naiona kama ni mechi ambayo ni nyepesi zaidi kwa Azam FC kuliko kwa upande wa Simba Sports Club, ambao kwa Simba naona kama ni mechi ngumu sana kwao, ambayo imekuja nyakati ambazo Simba bado hako vizuri. Inawezekana pia Simba ungewapa nafasi ya kuchagua kwa sasa wakutane na nani, inawezekana wasingemchagua Azam FC. Inawezekana wangechagua mpinzani mwingine na sio Azam FC. Yes, kwa sababu ukitazama timu yao bado haijakaa sawa. Timu inaonekana kuwa na changamoto nyingi kuliko changamoto za nini? Za benchi la ufundi na vitu vingine vidogo ndani ya timu. Kwa hivyo timu ukitazama kwa mchezaji mmoja mmoja bado changamoto zinaonekana nyingi sana. Tusubiri tuone nini ambacho Steven Becker atafanya dhidi ya Azam FC, lakini ana kazi ngumu sana. Maneno ni mengi baada ya kocha mkuu wa klabu ya Simba kutambulishwa rasmi kama ni kocha mkuu katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Steven Becker, na vile vile akimwacha Selemani Matola. Watu wakidai kwamba Steven Becker akakubali Selemani Matola habaki ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, basi na yeye pengine anaweza tasfike mwezi wa 3 hivi. Kwa upande wako hii Selemani Matola, watu kwamba kumshtumu endapo akiendelea kubaki mambo yanazidi kuwa magumu? Kushutumiwa huwa zinatokea, hizo shutuma huwa zinatokea na sio mara ya kwanza. Lakini ukiwa unafanya timu kama Simba, it is obvious, yani pressure za aina hiyo utakutana nazo sana, kwa sababu watu wengi wanatarajia mambo makubwa kutoka Simba. Kwa hiyo ikitokea na mambo haendi sawa, lazima malalamiko yatakuwepo. Kwa hiyo kwa sasa hivi matokeo yote ambayo atatokea atalaumiwa Steven Becker. Lakini akifukuzwa watu watajipozea kwa nani? Kwa Selemani Matola. Ingawa kwa namna ninavyotazama sasa hivi watu walivyo, ni kama mashabiki wengi na wanachama wengi wa Simba hawaridhiki na uwepo wa Selemani Matola kwenye klabu ya Simba. Wanaamini kwamba yeye ni kirusi namba 1 cha kuifanya Simba iweze kufanya vibaya. Mimi kwangu ningetamani Simba wangeachana na Matola moja kwa moja, watafute kocha mwingine msaidizi ambaye atakuja kusaidiana na Steven Becker, na sio kuwa na Selemani Matola kwenye timu. Selemani Matola anakuwa ni kocha msaidizi namba 2 nadhani, lakini Matola amekaa Simba muda mrefu, wachezaji wengi wanamjua, viongozi wake anawajua vizuri, anajua namna ya kulina pressure ya Simba.
lakini siamini kwamba wachezaji wote walioko Simba wanampenda Matola. Siamini kwenye hilo. Naamini wapo ambao hawampendi Matola kama ambavyo makocha wengine huwa inatokea kwenye timu. Lakini kwa sababu timu huwa mara nyingi ndio inapenda kumbakisha, kwa tena hakuna excuse kwa mchezaji, lazima mchezaji akubaliane na hiyo hali. Kwa mimi kwa tamani Simba atafute kocha mwingine awe kocha msaidizi kuliko kubaki na Suleiman na Matola, hata kama mwalimu ndio amempendekeza, kwa sababu hao watu waje kufanya kazi pamoja. Inawezekana pia tunaambiwa kapendekeza yeye, kumbe hajapendekeza yeye, ila kwa sababu ile hawezi kufanya interview na kuwakataa viongozi wake wa Simba, inabidi yakubali kile ambacho kinazungumzwa kwamba ni kweli yeye ndo amependekeza, lakini kumbe sio yeye aliyofanyaje, aliyompendekeza. Kwa hiyo wanaweza kufanya kazi pamoja, lakini mambo pia yakienda kombo hatutaambiwa kama mambo yameenda kombo kwa sababu wameshindwa kuelewana, hatutaambiwa. Kwa mfano unaona manager Pantev wakati yuko pale Simba, mimi kutokana na vyanzo vyangu vya ndani ya Simba nilijua kabisa kwamba hawaelewani. Na nakumbuka kuna siku moja kabla ndio hajaenda kucheza mechi na Nsingizini Hotspurs, nirekodi video moja nikawa nasema, nazungumzia hilo swala kwamba ni watu ambao wana mahusiano mazuri, na mahusiano yalianza kuvunjika siku 3 tu baada ya manager Pantev kuja Simba. Umeelewa eh? After there kilichoenda kutokea ni wachezaji kuto kufanya vizuri, baadaye manager Pantev akafanyaje, akaondoka. Lakini wakati Pantev ameondoka, kuna kitu moja alikizungumza, akasema wachezaji wa Simba ni kama hawaheshimu sana ambacho wanaelekezwa na benchi la ufundi. Manake ndani ya Simba ilitokea makundi, kuna wachezaji wanamsikiliza, kuna wachezaji ambao hawamsikilizi. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu tayari kuna mwalimu mwingine ambaye wanamjua zaidi ambaye yuko pale. Kwa inawezekana yeye pia anatafuta nafasi ya kuwa kocha mkuu, yeye ndo anasambaza sumu kwa nani? Kwa wachezaji. Inawezekana. At the end of the day, kwatokea mgongano ambao ulipelekea sasa manager Pantev akaondolewa kutokana na matokeo ambayo yalikuwa yanapatikana. Lakini kwa ndani nilikuwa najua kabisa kwamba ni watu ambao hawapatani. Sasa Steven Becker tunasikia kwamba yeye ndo akampendekeza Suleiman Matola, lakini je, ni kweli yeye ndo akampendekeza? Isije ikawa tunaambiwa ni yeye kampendekeza, kumbe yeye hata hahusiki, kumbe hata hajajua, hajazungumza chochote. Umeelewa? Kwa hiyo kama ni yeye kampendekeza, basi aridhike na kile ambacho kitenda kutokea. Kama sio yeye alompendekeza, basi atafute namna ya kuwaambia wanachama na mashabiki wa Simba kwamba bana, mimi mtu sijafanyaje, sijampendekeza. Kwa sababu mwisho wa siku timu ikifanya vibaya kwa sababu ya yeye kushindwa kuelewana na Matola, watu watamuona yeye ni nani? Ni mnafiki. Lakini akisema sasa hivi, maana watu watajua kabisa kwamba Matola kabaki kwa sababu ya mpango wa Simba. Lakini kama amebaki pale kwa sababu yeye anampenda, amempenda na ameamua kubaki naye, basi acha tuendelee kuishi nayo. Lakini at the end of the day, Simba ni timu kubwa, ni timu ambayo anatakiwa kuwa na benchi la ufundi ambalo linaelewana. Kila benchi la ufundi ambalo halielewani kidogo inakuwa mtihani. Ndio inaweza kutokea migogoro mingine ambayo inaweza kupelekea timu ikafanya vibaya zaidi. Dirisha dogo la usajili limefunguliwa rasmi tarehe 1 mwezi huu mwaka 2026 mpaka tarehe 30. Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka amekuwa akihusishwa na klabu ya Simba kwamba pengine dirisha hili dogo Simba wana mkakati wa kumrejesha Chama katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Endapo ikatokea ni kweli Chama karejea Simba, ni nini ataiongezea klabu hiyo? Kuongeza, anaweza kuongeza vitu vingi kwa sababu Chama ni mchezaji mzuri, ila mimi sioni sababu ya Simba kumsajili Chama. Ila Simba wanatakiwa kwenda kutafuta mchezaji ambaye ni bora zaidi kutoka kwenye maeneo mengine au kutoka kwenye mataifa mengine. Chama ameisha. Ni kweli hata sasa hivi ukitazama Simba haina mchezaji mwenye attribute zile alizonazo Chama, lakini kumrudisha Simba mimi naona ni kitu ambacho kidogo sio sawa. Kwa sababu kwanza walimuondoa Simba kwa sababu ya shutuma za upangaji wa matokeo kwenye mechi za dabi. Kwa hiyo hata kama wanamrudisha pale, lakini inawezekana bado akaendelea kufanya vile vile, kama kweli alikuwa anauza mechi akaendelea kuuza mechi kama kawaida. Kwa hiyo leo wanaweza mashabiki waweza kashangilia kwa namna wanavyoweza wao. Lakini ukweli ni kwamba kuna mgogoro ambao ulisababisha yeye akaondoka Simba. Sasa kama Simba wanaweka kwamba hata panga tena matokeo wamrudishe. Lakini kama wanaona
anaweza kupanga tena matokeo, uachane naye. Kwa sababu hizo shutuma kwanza, Alex, chanzo chako cha habari umekipata wapi kwamba walikuwa wanamshutumu yeye, alikuwa na kuna kipindi si walisimamishwa kwenye zile 5 zile bila, si unakumbuka zile? Walisimamishwa wachezaji kadhaa. Kwa hiyo inaonekana hivyo, yani ni kitu ambacho kilishawahi kuzungumzwa pia, wakasimamishwa na nini. Nakumbuka alikuwa yeye, kina Saido na wengine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimewahi kutokea, na vikitokea tena vitokea public tu. Kwa hiyo sasa kama wanaamini kwamba hicho kitu kinaweza kufanyika au kama wanaamini kwamba hicho kitu anaweza kama hakipo au hakitajitokeza tena, basi wabaki naye, wamrudishe. Kama wanahisi inaweza kwenda kutokea, basi wasimrudishe. Lakini kwa mimi sitamani Simba wamrudishe Chama, kwa sababu Simba ni timu kubwa, inahitaji kupata wachezaji wengine ambao ni bora zaidi kuliko nani? Kuliko Chama. Hata kama Simba wana mchezaji mwenye quality ile ya Chama, lakini tayari wao wanahitaji mtu ambaye ni bora zaidi kuliko nani? Kuliko Chama. Kwa kama wataka kuiboresha kupata Simba iliyo bora zaidi, basi wamweke Chama pembeni, watafute mchezaji mwingine ambaye ataweza kuja kufanya vizuri zaidi kuliko huyu Chama wa sasa. Tumalize na hili hapa. Singida Black Star watakutana na Young Africans katika nusu finali ya Mapinduzi Cup huko Zanzibar. Unaona utakuwa ni mchezo wa namna gani kati ya Young Africans dhidi ya Singida Black Star? Itakuwa mechi ngumu kwa sababu Singida wana timu nzuri, lakini pia Yanga wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo chochote kinaweza kwenda kutokea. Itakuwa ni mechi nzuri sana. Kitu ambacho kinanipa wasiwasi ni namna ambavyo huwa mara nyingi Yanga wakutana na Singida wanavyokuwa. Kuna wakati unafanya rotation sana ya kikosi, unakuta baadaye mechi inakuwa nyepesi. Kwa hiyo kama hawatafanya rotation yoyote ambayo inaweza kwenda kuharibu mchezo, na mimi tutaenda kushuhudia mechi nzuri. Shukrani sana. Asante sana.